ni kwamba sisi wajumbe wa baraza la mamlaka mji mdogo wa Ngara mjini tunakutana kwa mujibu wa sheria na taratibu za serikali ya mitaa ya mwaka 1982 sura namba 287 kifungu namba 16 na 17 kilichorekebishwa mwaka 2002 na kukiwa na dhamira ya kutekeleza majukumu ya utoaji huduma kwa wananchi wetu kwa ufanisi na uwajibikaji. Hivyo kwa ufafanuzi huu na utangulizi wa mamlaka mji mdogo wa Ngara ni kama ifuatavyo. Moja, mji mdogo wa Ngara mjini, mji mdogo wa Ngara umeanzishwa rasmi mwaka 2008 kama nilivyokwisha sema, kwa mujibu wa masharti ya sheria ya serikali za mitaa sura namba 287 iliyorekebishwa mwaka 2002 kwa kuzingatia mwongozo na uendeshaji wa mamlaka za miji midogo. Hii inalenga kutoa huduma bora za kijamii, kiuchumi, kiutawala kwa wananchi wa eneo la mamlaka ya mji mdogo wa Ngara. 2. Kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa mwaka 1982 sura ya kama nilivyosema 287 hasa kifungu cha 16 na 17, mamlaka mji mdogo ni taasisi ya serikali ya mitaa yenye uwezo wa kupanga, kutekeleza na kusimamia masuala ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ndani ya mipaka yake, pasipo kuvuka mipaka wala pasipo kupunguza mipaka. Sheria inatambua mamlaka mji mdogo kutekeleza majukumu yake mbalimbali ya utoaji huduma za msingi kwa wananchi na kuhakikisha inakuwa na ustawi wa jamii ambao umesimama vizuri. Dira yetu, dhamira kubwa ni kuwa na mamlaka yenye ufanisi, uwazi na weledi katika utoaji huduma, katika kukuza maendeleo endelevu na kuboresha maisha ya wakazi wa mji mdogo wa Ngara, kujenga jamii imara na yenye ustawi kupitia usimamizi bora wa rasilimali na uwekezaji wa miundombinu kwa maslahi ya wote bila ubaguzi. Majukumu yetu. Mamlaka mji mdogo wa Ngara ina majukumu ya msingi kama ifuatavyo: kupanga na kusimamia huduma za jamii kwenye afya, elimu, maji, usafi wa mazingira, kusimamia upangaji wa matumizi ya ardhi na maendeleo ya miundombinu. Na ndio maana mwenyekiti wake wa mamlaka anaitwa mwenyekiti wa kamati ya fedha, utawala na mipango miji, ambaye ni mimi. Kuhakikisha ushiriki wa wananchi katika utekelezaji na utekelezaji wa sera za maendeleo, kusimamia amani na utulivu wa kijamii kwa kushirikiana na vyombo vya sheria na kada nyingine. Utafiti katika uendeshaji. Mamlaka mji mdogo inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia kanuni, taratibu na mwongozo wa uendeshaji wa mamlaka za mji mdogo uliotolewa na serikali kuu. Serikali kwa mujibu wa sheria na serikali kwa mujibu wa sheria na kanuni za serikali. Sheria na kanuni na itifaki za serikali za mitaa tutazingatia uwazi, uwajibikaji na ushiriki kwa wananchi. Mikakati ya maendeleo ya mji mdogo na bajeti yake ya kila mwaka. Hivyo basi, katika kuwa na chombo hiki inahitaji vitu mbalimbali ikiwemo usafiri, mali za ofisi kadha wa kadha, watumishi na kadhalika. Hivyo basi, wenye vitu wa vitongoji walioko mbele yenu
ndio wanaunda baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Ngara. Waheshimiwa viongozi, baada ya kusema hayo, naomba nitamke rasmi kuwa baraza letu la mamlaka ya mji mdogo wa Ngara ambalo lipo kwa mujibu wa sheria. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo katika ajira wilaya ya Ngara tumepata watumishi 110. Sawa mkili. Kumama. Lakini kwenye umeme tumepata vitongoji 54. Na mpaka sasa hivi kuna kata ambazo kwenye miundombinu kuna magreda yako yanatengeneza mabarabara. Nafikiri na Ngara mjini mna mgao wenu kama ni rami kama ni nini kama mjaona, lakini tayari kuna mgao ndani ya wilaya Ngara kutengeneza mabarabara mapya, kuweka rami na kila kitu. Mimi kule ninapotoka Rulengo nimeanza kufunga zile taa za barabarani, barabara zingaili watu wasije wakabanwa kama mwenyekiti. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo na jingine ni ambalo limezinduliwa juzi la bima ya afya kwa wote, lakini kwa makundi maalum. Hapo ndio kwenye mkazo kwenye vitu vya vitongoji na wengine wahusika. Yaani makundi maalum ni kama tulivyokuwa tunakwenda kwenye tasafu. Tutawatambuaje? Tutawapaje haki zao wale wahusika? Hilo ndio swali. Inabidi tutende haki kwa wale wahusika, wazee, walemavu, wajawazito pamoja na watoto. Lakini wale wenye kipato cha chini, si ndivyo ilivyo? Ile bima ya afya itakuwa inalipiwa 1,500,000 kwa kila watu 6. Yaani familia watu 6 wanapaswa walipe 1,500,000 ambayo ile bima utakwenda kutibiwa, watakuja kutoa elimu watu wa afya katika maeneo yetu na tutafahamu. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga pesa kwa ajili ya haya makundi maalum kwa sababu hawana uwezo wa kulipa ile 1,500,000. Unanielewa jamani? Kwa wale watu 6 walionao. Kwa hiyo atawalipia, yani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan atawalipia ile 1,500,000 kwa watu 6. Sasa sisi kama viongozi tunatakiwa tukatende haki. Mai kuwachambua watu kwa ajili ya kwenda kupata hiyo ofa ni mtihani. Si ndivyo hivyo? Kwenye tasafu tuliona baadaye wale wahusika walikwenda kupewa watu wengine. Kwa hiyo hayo ndio alionayo na mengine kama juzi mlimsikia kwenye ni juzi sijui jana. Juzi alikuwepo na bado atakuwa anaendelea na maswali mengine kama mtakuwa mnafuatilia kwa ajili ya uwakilishi wetu kwa ile ya anawasalimuni sana na muendelee kumuombea, ni kijana wenu bado kijana mdogo, lakini la mwisho ni kwamba Ngara ni yetu sote na kila mtu anahitaji kuiendeleza Ngara kwa nguvu zake zote. Si sawa? Sote hapa tunahitaji kuendeleza. Hawezi kuendeleza yeye kama yeye mbunge mwenye macho mawili kama wewe na miguu, kwamba tumtegemee mbunge kwamba ndiye anayekuja kuitengeneza Ngara. Ni mimi na wewe tuitengeneze Ngara, lakini kubwa zaidi anaomba ushirikiano. Simu zake ziko wazi, mwenye tatizo apige simu. Mwisho kabisa ilitokea swala la NIDA. Swala la NIDA hapa ofisini wameshatoa namba. Badala ya watu kutoka kule waliko, wakaja kupanga foleni hapo, anafuatilia namba ya NIDA. Kuna namba tayari ofisi imeshatengeneza. Huko kule ulipo unamuulizia kitambulisho changu kimekuja au namba yangu imepatikana. Naomba nihitaji. Au mnayo. Niishie hapo.